Ukisikia neno fidia mkononi, kama upo katika maonesho ya kimataifa ya kilimo 88 2026, basi fika katika banda la mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, na ukifika hapa utapata pana utulivu mzuri sana. Huduma ambazo wanatoa, miongoni mwa huduma hizo, ukifika kuna ubao moja hivi utapata, lakini miongoni mwa huduma muhimu kabisa ni malipo ya ulemavu wa kudumu. Sasa tumeona tuzungumze. Baada ya kufika hapa, tumepata fursa ya kuzungumza na mkuu wa kitengo cha mawasiliano kwa umma, Madam Laura G. Kunenga. Anatuambia matarajio yao mwaka huu walivyojiandaa, lakini nini hasa huduma yao kubwa katika 88 hii. Kwanza hongereni kwa kuja katika maonesho. Asante, nashukuru. Nashukuru sana. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, Workers Compensation Fund, WCF, tunashiriki maonyesho ya kilimo ya kimataifa maarufu kama 88 2026, na tuko hapa ambapo yanafanyika kitaifa ili kuweza kupata wananchi wengi zaidi ambao tunawapa huduma. Kama mnafahamu, mfuko fidia kwa wafanyakazi unatoa fidia kwa wafanyakazi pale wanapoumia au kuugua kutokana na kazi, na kwa bahati mbaya kama kufariki, basi wategemezi wanaweza kupata fidia kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Sasa tuko hapa kwa ajili ya, tunasema kupromote, au tunasema tunataka kuwaeleza watumishi tumeboresha sana huduma zetu. Tumeboresha sana hasa huduma zetu za mkononi, kwa maana ya huduma za mtandao. Sasa hivi kwa kutumia simu tu, kwa maana ya ukipitia Play Store au App Store, basi moja kwa moja mtumishi ana uwezo wa kuona michango ambayo mwajiri wake anaitoa, au kama mafao yake yamefikia wapi. Kwa mfano, vile vile anaweza kuleta claim yake, lakini anaweza vile vile kujua imefikia hatua gani. Yaani anaweza kufuatilia vitu vingi au kujua taarifa zake zinafanyika namna gani kwa urahisi kabisa popote pale alipo, kwa kutumia tu simu ya mkononi. Sasa tayari hiyo tunaona sisi inaendana na kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050, kwa sababu moja kwa moja mtu unakuwa bila kupoteza muda mwingi au bila kuseme kwa kutumia rasilimali kubwa, muda nini, tayari kwa hapo ulipo umeshaweza kujua mambo yako ya kupitia mfuko fidia kwa wafanyakazi au akiba yako, au tuseme kile ambacho kitakulinda. Serikali tayari imeshajipanga kukulinda mtumishi au mfanyakazi. Serikali imeshajipanga. Sasa na wewe tayari upo katika ile nafasi, unakuwa umeshaitambua na una namna nzuri kabisa ya kuitumia. Hakuna cha kusema kwamba sikuweza kujua, labda nimeumia au nimeumia kutokana na kazi, au bahati mbaya nimepata shida lakini sikufahamu. Tayari serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya na mahusiano, kuna mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF, na uko pale kwa ajili hiyo na kukurahisishia unayo huduma hiyo sasa katika kiganja chako, kwa maana ya fidia mkononi. Tunawakaribisha sana, tuna mambo mazuri mengine mengi sana. Unasema umekuja kuhamasisha na kutoa elimu hiyo. Wao wafanyakazi wanapokeaje? Wafanyakazi wanapokea vizuri sana. Wanapokea vizuri sana kwa sababu wafanyakazi yuko pale kwa ajili ya kujipatia maendeleo yake binafsi, lakini vile vile familia, jamii kwa ujumla, na hayo yote yanakwenda kuchangia katika kuongeza pato zuri la taifa, uzalishaji mzuri wa taifa. Ndio hiyo tunasema tija kutoka kwenye taasisi ndogo ndogo binafsi au za umma, lakini inakwenda kuchangia katika pato la taifa kwa ujumla. Kwa hiyo wanafurahi sana wanapopata huduma ambazo zinakwenda zikiboreshwa siku hadi siku. Hakuna ugumu tena wa kujua mambo gani yanayoendelea katika taasisi yako. Kwa upande wa mfuko fidia kwa wafanyakazi, taarifa tumekusogezea, tumekurahisishia kwa kutumia njia za mtandao. Kwa maana ndio maana tunasisitiza fidia mtandaoni. Sasa mambo ni rahisi kabisa. Na labda pengine ukiacha hilo, haya ni maonesho ya wakulima. Ndio. Ujumbe gani? Ujumbe, twende na namna ambavyo kauli mbiu inatuambia. Yaani kauli mbiu ya safari hii jinsi inavyosema ndivyo tunavyotaka wote twende. Tambua soko, ongeza tija, ili kuweza kutekeleza vizuri dira ya 2050, kuweza kupeleka taifa letu mbele. Kwa hiyo uko kwenye kilimo, upo kwenye shughuli zinazohusiana na kilimo, kwa namna moja au nyingine zote zinaingiliana.
unaweza kujiona huko kwenye ofisi, lakini kwa namna moja nyingine unahusiana na masuala ya kilimo, na wale ambao wako kwenye kilimo moja kwa moja tunawapa moyo, kwa maana ya kwamba wao ni sehemu kubwa ya tegemeo la pato la taifa, kwa sababu kilimo bado ni uti wa mgongo kwa namna kubwa sana. Kwa hiyo tunataraji kwamba wao wanafanya kazi kwa moyo, wakijua kwamba kuna mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Kwa shughuli zote zile ambazo wanazifanya, basi wajue mfuko wa fidia kwa wafanyakazi uko pale. Hii tumepata madhila ya muda ya kudumu ya namna gani, na ndio maana vile vile tumeenda tukiboresha faulu letu la utengemao, tukijua kwamba mwananchi awe mkulima, awe ni mfanyakazi wa ofisini au viwandani, sehemu yoyote ile, akipata madhila ya aina yoyote ile, basi ndio serikali imeweka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi ili aweze kuendelea kutekeleza majukumu yake bila wasiwasi wowote, yawe ni yale yale au kama itakuwa ndio hayo sasa tumeangalia katika utengemao, lakini tunahakikisha kwamba ataendelea kupata kipato chake na ataendelea kutunza vizuri familia yake, kujiangalia yeye mwenyewe na familia, jamii na taifa kwa ujumla. Karibuni sana mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, WCF, Workers Compensation Fund.